Na mwanafunzi, tumeweza kuangalia katika session zilizopita, umeweza kuona jinsi gani definition ya matrix. Na session ile ya kwanza kabisa tumeangalia pia types of matrix, tumeangalia zile zote jinsi zilivyo. Sasa tumefika katika kipengele ambacho tunataka tuangalie review kidogo kabla tujaenda mbele. Katika hints zangu za mwanzoni kabisa ni kuweza kwamba baada ya type of matrix tunakwenda operation of matrix. Sasa kabla tujaenda huko tuangalie tulikotokea, kama tumekwenda sambamba au kuna shida. Kumbuka kwamba unaweza ukauliza swali lako hapo kwenye comment, na siku moja tutafanya review ya kila kitu ambacho mtakuwa mmekiuliza kwenye comment. Kama pana shida sehemu yote, jaribu comment hapo, sisi tutaweza kuzipitia na tutajibu maswali yenu yote, tutayafanyia kipindi na kujibu kuhusiana na kile ambacho mnakuwa mjakielewa. Tupo kwa ajili yenu. Tunayo maswali yetu hapa hivi ambayo tunaweza tukaanza kuangalia, tuone kila kitu ni kitu gani ambacho tunaweza tukajibu kuanzia vile vipengele ambavyo tumejifunza pale mwanzoni. Tuanze kwa matrix A hapa. Matrix A tunaona ina element ndani. Hizi zinaitwa element. Nikikwambia number of element hapa ziko ngapi? Unaweza kujibu kwamba ziko 4. Tuna count, just count. As long ziko 4 tosa 1 2 3 4. Hapo number of element ziko 4. Na tukiangalia matrix A tukisema order yake, tutasema hii matrix order tunaangalia number of rows and number of columns. Kwa tukiangalia hapa rows ziko 2 na columns ziko 2. Kwa tutasema matrix A hii ni 2 by 2. Hii inafurahisha sana. 2 by 2. Tukisema 2 by 2 ni aina gani ya matrix? Unaweza kujiuliza, tunatoka somo muda mrefu, kwa session iliyopita tumezungumzia 2 by 2 moja kwa moja tunasema hii ni square matrix. Kwa nini? Square matrix sababu moja kwa moja ina equal number of rows, number of columns. Ukiangalia we have got 2 rows and 2 columns, automatically hii inaikuwa ni square matrix. Kwa kuhusu matrix A hiyo tunasema ni square matrix. Na vile vile kwa nini square matrix? Tumeangalia order yake ni 2 by 2. Kwa wakati mwingine ukijua order moja kwa moja inaweza kusaidia kujua hata aina ya matrix. Kwa jifunze sana kujua masala ya order ya matrix. Twende matrix B. Tukiangalia matrix B jinsi ilivyo, hebu uangalie nawe kwa haraka pale. Utaona nini kipo pale kwa matrix B? Tuangalie kwanza order yake. How many rows are there? Okay, we have 3 rows kwa sababu tunaangalia horizontal arrangement. Tunaona arrangement ya kwanza ni hii hapa. Kwa maana ya kwamba kama ukitaka kuiongeza ukubwa hii matrix, basi namba horizontal itafuata hapa ni hapa na kuendelea. Kwa obvious hii bracket itasogea na hapa pia utaongeza namba hivi itasogea. Kwa hii ni first row. Kwamba ukitaka kupanga namba in the first row utaongeza hapa. Na hii ni second row na hii ni third row. Kwa hiyo tuna 3 rows kwenye hii matrix B. And ukiangalia column, we have got only 1 column. Kwa hiyo tukisema hapa hivi order yake itakuwa ni 3 by 1. Ukiona hapa 3 by 1 inatupa kitu kizuri sana. Na unaona nilikwambia hapo mwanzoni kwamba ukiwa umejua order yake vizuri, inaweza kukuonyesha kwamba hii ni aina gani ya matrix. Kwa it has got only 1 column. Tayari ushagundua kwamba hii ni column matrix kwa sababu ina only 1 column. Mbona mpaka mwanafunzi ni vitu vyepesi unaweza ukafly sana. Tukienda kwenye matrix C pale. Matrix C ukiangalia vizuri jinsi ilivyo, utaona kwamba ina element 9. 9 tunaona 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Umeona? Sasa kwenye matrix EC tutaanza kujua kwanza number of rows and number of of columns. Tukiangalia rows tuna row ya kwanza, ya pili, ya tatu. Yaani usipate tabu jinsi ya kuzihesabu. Wewe anza tu mwanzoni. Angalia kushuka chini. Kuna mipangilio mingapi ya namba? Kwa ukipata kuna mpangilio wa kwanza kwa sababu unaendelea, wa pili unaendelea, wa tatu unaendelea. Kwa tunasema hii rows ziko 3. Ukitaka kujua number of columns tunaangalia vertical arrangement. Tunaangalia namba zilizojipanga kushuka chini. Tuna 7 zimeshuka chini, 8 chini. -1 then tunafuatia. So tuna 3 columns, So tuna 3 rows and we have 3 columns. Kwa hii matrix C ukiangalia order yake ni 3 by 3. Umeona? Rahisi sana. Unapata pale wanafunzi unaona kwamba 3 by 3 ni aina gani ya matrix? Unajiuliza na wengi mmepata jibu. Okay, ni square matrix. Kwa sababu gani? Equal number of rows and columns hazijabadilika. Kwa hiyo ndio inaitwa hivyo ndio jinsi tunavyoweza kuzitambua matrix kwa njia moja au nyingine. Tukija kwenye matrix D, yes. Hii nzuri, imeenda sana mimi ninavyoitwa man D
lipewe kwa hiyo ndio D yenyewe. Sasa D ukiangalia jinsi ilivyo hapa hivi, tuanze kujua kwanza number of rows. Rows kama kawaida ni sawa, tunaangalia horizontal arrangement. Tunaangalia tu hapa. Ukicheki hapa hivi, utaona katika kwenda horizontally kuna only one number. Hakuna namba nyingine. Kwa hiyo tukizipanga hapa, tuna namba ya kwanza ni hii hapa. Kwa hiyo tuna one row. Ila kushuka hivi tukisema tukaanza kuzipanga namba hapa katika mtiririko, tutapanga kushuka hivi, kushuka hivi, kushuka hivi. Kwa hiyo tuna column ngapi? 3. Kwa hiyo tuna 1 by 3. Tunaona wote hapo tuna 1 by 3. Kwa sababu gani? Tuna 3 vertical arrangement. Wakati huo we have got only one horizontal arrangement. Na as long as there is a horizontal arrangement, as long there is a horizontal arrangement, basi hapo tunazungumzia rows. Kwa hii ukiangalia tayari ni 1 by 3. Inakupa aina gani ya matrix? Unapata kujua. Umejua order imekupatia tayari aina ya matrix. Basi utaona hii ni vector matrix. Tulisema vector matrix, a matrix which has only one row. Only one row, and we have got only one row here in this matrix D. Kwa hii inakuwa ni vector matrix. Tukienda matrix E. E utaona na yenyewe ina element 9. Tukiangalia E, ukiangalia kwa haraka ina 3 rows and pia ina 3 columns. Kwa ukiangalia E ni 3 by 3. Au sio? Kwa hiyo tukicheki hapa matrix E moja kwa moja inakuwa ni square matrix. Kwa nini? Iko number of rows and columns, ina qualify kuwa square matrix. Tukija kwenye matrix A, hii matrix A ni kwanza nimeipenda kwa sababu kwanza hii n jinsi ilivyo, element yake yote ni 0. Element yake yote ni 0. Ili kwa mfano nyinyi mkiwa wanafunzi wanne tukafanya mtihani wa hesabu, afu wote mkapata 0, tukaamua kuarrange wote nyinyi wanne kwenye matrix yenu, mtatengeneza matrix ambao wote mna 0 0. Lakini naamini wote mnaotazama saizi mtakuwa mmejifunza na hakuna atakayepata 0 na wote mtafaulu hisabati. Kwa hiyo sasa hii matrix inaitwa null matrix. A matrix which all elements are 0. Ni matrix ambayo imecontain element wake wote ni 0. Kwa hakuna namba, utaona matrix ambayo inakuwa na namba yote zaidi ya namba 0. Hiyo matrix ukikuta tunasema ni null matrix. Tunaelewana mpaka hapo? Ni kwamba kuna aina nyingi, zile zilizotajwa za kwanza zilikuwa ni zile za muhimu ambazo of course tutacheza nazo sana. Hizi zipo za aina nyingi sana matrix. Kwa hii inaitwa null matrix. Lakini vile vile ni null lakini ni square. Tutaangalia kwa nini ni square. Tuangalie number of rows. Tunaona pia number of rows ni 2, lakini number of columns pia ni 2, na hii nayo ina qualify kuwa square matrix, lakini ina special case inaitwa null matrix. Ndio maana kuna matrix nyingi tujaamua kuzitaja kwa sababu utaona hata ile nani singular na ile singular matrix zote zimeenda kujichomeka kwenye square matrix, kwa sababu square matrix anacheza nafasi kubwa sana katika hisabati au katika topic nzima ya matrix. Kwa hiyo huyo naye tumempata kumuona aina mweke kichwani mwako, huyo anaitwa null matrix. Mwambie mwenzio uweze kupata null matrix katika masomo yako manne ya mwanzo. Twende G. G tukiangalia hapa hivi tunaona kwamba ina 2 rows. Ina 2 rows and again we can see it has got how many columns? It has got 3 columns. Ukishaona hivi unapata hii ni aina gani ya matrix? Sasa ndio swali unalojiuliza baadaye. Kwamba hii ni aina gani ya matrix baada haya yote. Utaje kugundua kwamba as long as there is a different number of rows and columns, basi hii ina qualify kuwa rectangular matrix. Rectangular matrix inasema matrix ili iweze kuwa rectangular matrix, it must have different number of rows and columns. And this one have got that property. Imequalify. Kwa hiyo imequalify kuwa rectangular matrix. Kwa G is a rectangular matrix with an order of 2 by 3. Matrix H. Matrix H, tukiangalia order yake, this one has got 3 rows
We can see 3 rows, 1 2 3, horizontal arrangement 7 right way 1 2. Kwa hiyo tunaona hapa tayari nini, tuna 3 rows, wakati huo tuna 2 what columns. Umeona hii nayo tukisema ni aina gani ya matrix, tunaangalia tu what's going on this order. We have different number of rows and columns. So this one again is rectangular matrix. Kwa hii H ni rectangular matrix kwa sababu ile tu utofauti uliopo kati ya number ya rows na number of 40 of columns. Tukienda matrix I, I naye nimemweka hapo ili tuweze kujifunza zaidi, kwa sababu I ukimwangalia kuna kitu fulani anakionyesha pale, anaitwa identity matrix. Tutaja kumpata baadaye na kumwelewa vizuri. Tutaja kumuona ni masuala ya kuzidisha. Huyu I sifa yake kubwa ni kwa sababu huyu akizidishana na matrix mwingine, huyu I ile matrix haibadiliki. Ni kama vile tunazungumzia katika namba za kawaida, when you multiply any number by 1 it doesn't change. So when you take any matrix and you multiply with I identity matrix, it will not change the content. The same applied na hii I, kama vile tunasema kwenye masuala namba unafundisha 3 mara 1 ni 3, 4 mara 1 ni 4. Na huko hivyo vitakuwa ukichukua labda matrix, tuchukue matrix A kuzidisha matrix I, basi jibu lake itakuwa tu ni matrix A. Usiangalie kwa nini nimeruka kwenye matrix A kuja kuzidisha matrix I nikaziruka hizi zingine. Nitakusimulia hapo baadaye. Taniuliza hilo swali au tutakukumbusha nitapofika kwenye kipengele cha kuzidisha. Kwa hii matrix I tuendelee nayo, inaitwa identity matrix. Sawa? Tunasema kwanza ina 2 rows, again ina 2 columns. Ina qualify kuwa square matrix, unaona? No matrix tumeona ime qualify kuingia kwenye kwenye square, lakini unaweza ukaa null matrix hata katika rectangular. Sio lazima tu hiyo square. Naomba uweze kukumbuka hilo swala, usipate shida. Ukipata 0 0 0 as long kuna mazero yote, hakuna namba, tunasema hiyo pia ni null matrix. Kwa hiyo inakuwa na sifa hiyo, ndio maana inazama popote pale. Kwa sababu hata kwenye hii column matrix B hapa juu tulipoiona hapa juu, kama hizo zitakuwa ni 0, sawa, itakuwa ni column matrix, lakini sasa kwa sababu ina mazero yote, basi ina qualify kuwa null matrix at the same time. Kwa hiyo null ni zile matrix ambazo zinaingia na kutoka kati huo mmoja kwenye aina fulani ya matrix. Kwa hiyo hii identity, nikirudi hapa hivi nitakumalizia, hii identity matrix nayo ni square kwa sababu hiyo. Sasa nini nitaka kusema baada ya kuona review hayo yote ni kwamba hivi, kama umeona kwamba matrix zote hizo zidefine pale mwanzoni, bali non singular matrix na singular matrix, utaona kwamba zote tunazidefine kwa kuangalia number of rows and columns. Angalia kuanzia vector tuliangalia number of rows, tulikuja kwenye column tukaangalia number of column yenyewe, kwenye rectangle tukaangalia number of rows and columns, na kwenye square hivyo. Kwa hiyo kujua number of columns and rows ya matrix yote ni kitu cha muhimu sana. Ndio kwanza hata kama ulikuwa umesahau kujua jina la matrix, ile ukishajua tu ile order inakusaidia pia kukumbuka aina ya matrix, sababu ni muhimu sana. Kumbuka kwamba maelezo yote haya tunayoyatoa pia yanapatikana katika njia ya CD, na vile vile katika njia ya CD unaweza ukapata pia notes zetu ambazo zimeelezwa vizuri kwa mpangilio mzuri kama tulivyokuwa tumeanza mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu huenda unashindwa kukopi huko na nisikiza, lakini tuna notes ambazo ukipata CD yetu pia unaweza ukapata hizo notes zetu ambazo zinakuwa zinaelezea kile ambacho tumeweza kukifundisha hapa hivi katika channel yetu ya Muledi Visual Education. Tunaendelea baadaye kwenye session inayofuatia kwa kipengele cha operation. Kumbuka kama una swali usisahau kukomenti katika eneo la komenti hapo chini. Pia usisahau kusubscribe ili upate notification tunapoweka vipindi vipya, ili uweze kujifunza zaidi mara kwa mara. Mimi ni Aman Daniel Pesa. Tukutane kwenye kipengele cha operation.